Kwa hivyo, kwanza nataka niseme nimeyasikia yote yaliyoelezwa, na nataka nikuahidini kwamba tutayafanyia kazi ili muweze kupata haki zenu. Moja katika mambo ambayo lazima tuyafahamu ni kwamba nchi zinahitaji maendeleo, na maendeleo ndani yake kuna changamoto za maendeleo. Mathalan, nitoe mfano. Mimi nilikuwa mkazi mwenzenu wa eneo hili, nimekaa Mweleo, nimekaa Fumba. Nafahamu tatizo kubwa la maji lilokuwepo katika maeneo haya, lakini leo ukitaka kupitisha maji, maana yake utaathiri watu, lakini hakuna njia. Huwezi kupitisha bomba la maji kama katikati ya njia kuna nyumba ya mtu, lazima itoke. Kwa hivyo haya tunayoyazungumza hapa ni changamoto za maendeleo. Sasa changamoto hizi ni lazima tuzifanyie kazi, lakini ninafurahi kusema kwamba wote waliozungumza hapa walichotaka ni wapate haki yao, sio kwamba wanayapinga yale maendeleo. Hili ni la msingi sana. Nchi yetu itahitaji maji, nchi yetu itahitaji bandari, nchi yetu itahitaji viwanja vya mipira, nchi yetu itahitaji kila aina ya miradi ambayo inahitaji ardhi. Kwa hivyo ni muhimu tukubaliane kwamba wakati ardhi hizo zinahitajika, wananchi wawe tayari kuzitoa, na wao serikali itasimamia haki zao. Kwa hivyo ndugu zangu, nimekusikieni vizuri, na nadhani wengi, karibu wote waliozungumza hapa, sikusikia aliyesema anataka skuli ya ghorofa wala kitu kingine. Nimesikia tu swala la fidia. Kwa hivyo na mimi wacha nijikite kwenye fidia. La kwanza, nakupeni ahadi ya kuunda kamati au tume ya kuja kuhakiki zile fidia zote ambazo zimetayarishwa, kwa sababu kilio kilichokuwepo ni kwamba watu wamepunjwa. Sasa kama watu wamepunjwa, tuje tuhakiki. Taunda kamati maalum ije ihakiki katika maeneo yote haya, kwa ule mradi wa chuo kile cha Madras, kwa mradi ule wa uwanja wa mpira, kwa mradi wa bandari ya Fumba, alimradi kila sehemu penye tatizo, tuje tuhakiki watu walilipwa nini na wanastahili kulipwa nini, ili tuliweke sawa. Lakini ndugu zangu, niseme vile vile kwamba muisaidie serikali. Kwa nini? Kwa sababu inapotokea tu kwamba kuna mradi unataka kuanza sehemu, wananchi wakapata habari, kuna ndugu zetu sisi wanaokwenda haraka kuweka foundation za nyumba ili waje kulipa foundation. Wako watu ambao wanaenda kuchukua miti sehemu nyingine, wanakuja kuifukia haraka ili tathmini ikifanyika wapewe fedha za miti ile. Hayo yapo na nyie mnajua. Tunakuombeni, tukitaka jambo hili liende vizuri, ili miradi isije ikavuka thamani ya ule mradi kwa fidia. Maanake wakati mwingine, mathalan nitakupeni mfano, kuna barabara tulitaka kuijenga sehemu, ile fidia yake ni kubwa kuliko hiyo barabara, nikasema tuache. Sasa anayepata shida nani? Wanaotumia ile barabara kule. Kwa hivyo ndugu zangu, tusaidiane. Hili swala la watu kwenda kujenga foundation usiku lipo, tusaidiane kuwadhibiti. Sio tuliokuwa mjini hatuwaoni wala hatuwezi kuwadhibiti, nyie mliokuwa pale mwadhibiti, ili tunapokuja sasa kufanya tathmini isije ikaonekana fedha ni nyingi mno, hata wale wenye stahiki ya kikweli wakakosa au wakachelewesha. Ndio haya yanayotokea sasa hivi. Watu hapa, kuna watu wamefanyiwa tathmini kama huu mradi wa maji alikuwa anazungumza kijana huyu. Mradi wa maji si wa leo, wa muda mrefu sana. Lakini kwa nini mpaka leo hawajalipwa? Ni kwa sababu kuna watu waliingia katikati hapo. Ilipokuja kupigwa tathmini ikaonekana fedha nyingi mno, wakasema turejee kufanya. Ndio maana huyu kijana anasema hii tathmini ya 4 inafanyika 2001, 2021, 2022, 2023, 2024. Yeye wanasubiri tu.
lakini ni kwa sababu kuna watu walikuja wakaanza kujenga katika hayo maeneo ili waje kulipwa fidia. Kwa hivyo hili mtusaidie kulidhibiti. Lakini mimi ninachoweza kusema kwenu, ahadi yangu ni kwamba, niliwahi kusema siku za nyuma, narejea maneno haya: mtu yoyote kudhulumiwa haki yake, nabeba mimi hiyo dhima, nitahakikisha watu hawadhulumiwi. Lakini mnisaidie na nyinyi kuhakikisha kwamba wale wajanja wale wanaosikia kuna fidia sehemu wakawahi kujenga, mtusaidie kuwadhibiti. Ndugu zangu, mambo yanayokuja kujengwa huku, na kwa nini haya yote yanatokea Fumba, Dimani, Bweleo, Nyamanzi? Ni kwa sababu ndio sehemu ambayo iko karibu na mjini. Miji huwa inapanuka. Mjini hapa pameshajaa sasa hivi, Chukwani na Mazizini na kushajaa, mji unakuja huku sasa. Kwa hivyo wakati mji huku sio shamba tena, kuna wakati huku kulikuwa shamba, huku si shamba tena, huku ndio mji mpya unapokuja, na ndio maana yanatokea haya. Kwa hivyo sisi kama serikali tuko tayari. Mama yangu yule mmoja aliyesema hapa kasema vyema sana, nasema lengo la serikali, na nataka niwaahidini, lengo la si kuongeza umaskini. Lengo la serikali ni kuwapunguzia wananchi wake umaskini au kuwaondolea kabisa. Kwa hivyo hatutaki sisi tuje tumuondolee mtu shamba au tumuondolee nyumba yake, tumuache azidi kuwa katika umaskini. Yule bibi kasema vizuri, kasema yeye mtaalamu wa kufuga kuku, tunapomtoa sehemu tumpe fidia, basi ikamfanye aweze kuendeleza maisha yake, na ndicho na sisi tunachotaka ni hicho, aweze kuendeleza maisha yake. Kwa hivyo tutakuja tutoe fidia stahiki ili muweze kuendesha maisha yenu, ili kesho na kesho kutwa maendeleo yatakayokuja huku muishukuru serikali, maana maendeleo yatakayokuja huku ni makubwa. Leo tunazungumzia miji, sio kitu. Ukisikia huo uwanja wa mpira, si uwanja peke yake, kuna mambo mengi yanazunguka huo uwanja. Kuna mahoteli, kuna mahospitali, kuna vitu kadha wa kadha. Hiki chuo cha madrasa sio chuo peke yake, vikija vyuo vingine tunavyoelekeza katika eneo hilo hilo, maana yake utakuwa ni mji wa vyuo. Huku tunatengeneza miji, lakini ninakubaliana na nyinyi, si haki kwa serikali kuja kutengeneza miji halafu waliokuwepo wasipate fidia stahiki. Na kuhakikishieni, maadamu nyote mmezungumzia swala la fidia, tutakupeni fidia stahiki kila mmoja wenu.